Jina la Stefan Aziz Ki limeanza kutikisa tena katika anga la soka la Tanzania baada ya taarifa kueleza kuwa Yanga Sports Club wameingia vitani rasmi kwa ajili ya kumrejesha kiungo huyo mahili kutoka Al Ittihad ya Libya. Taarifa zinadai kuwa Dar es Salaam Young Africans imewasilisha ofa inayokadiriwa kufika dola za Kimarekani 350,000, kiasi kinachokadiriwa kufika bilioni 900 za Kitanzania, ili kuhakikisha nyota huyo anarudi tena Jangwani na kuvaa jezi ya wananchi kwa mara nyingine. Aziz Ki sio mchezaji wa kawaida. Kwa mashabiki wa Dar es Salaam Africans, ni mmoja wa mastaa walioandika historia kubwa ndani ya klabu hiyo, akichangia mafanikio makubwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara na kimataifa kwa mabao yake, pasi zake za mwisho na uwezo wake wa kubadilisha matokeo ya mchezo wakati wowote. Kinachowapa matumaini makubwa wananchi Dar es Salaam Africans na mashabiki zake ni taarifa zinazosambaa kutoka upande wa Al Ittihad zikionyesha kuwa Aziz Ki yupo katika hatua za kuondoka klabuni hapo. Hali hiyo imezidisha uvumi kuwa kurejea Tanzania kunaweza kuwa karibu kuliko vile tunavyofikiria. Iwapo dili hili litakamilika, basi Dar es Salaam Africans itakuwa imefanya moja ya sajili kubwa zaidi katika historia ya ligi kuu Tanzania bara. Ni usajili ambao unaweza kubadilisha nguvu ya ushindani msimu ujao na kupelekea furaha kubwa kwa maelfu ya wapenzi na mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Je, Aziz Ki ni kweli yupo njiani kurejea Jangwani? Na je, wananchi wataona tena jezi namba 10 ikivaliwa na Stefan Aziz Ki pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso, au bado ni vita ya mazungumzo nyuma ya panzia? Muda ndio utakaotoa majibu, lakini jambo moja ni hakika: jina la Aziz Ki limeanza tena kutawala mijadala ya soka Tanzania. The King is back. Wananchi wanasubiria tena kuona kwa hamu kama mfalme wao atarejea nyumbani. Hii ni LK Plus, mpaka wakati mwingine, asante.